Mtakatifu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ndugu zangu, karibuni kwenye kipindi chetu. Leo tunafurahi kuwa na maswali kadhaa niliyopokea kutoka kwa msomaji wa neno la Mungu. Alikuwa na maswali kadhaa, hasa mawili makuu. Maswali hayo pia yanaendana na masomo ya leo. Tulikuwa katika misa, tulisikia majaribu ya Yesu jangwani na jinsi Mungu alivyomjibu yule ibilisi aliyekuwa anamjaribu. Kwa hiyo tusikilize swali la kwanza. Nimesema naendana manake uweze kuona ninachotaka kusema. Yesu anaonesha wapo watu wanaofundishwa kwa mifano ili wasielewe, wasije wakamgeukia Mungu wakasamehewa. Yesu anarudi kwenye somo la Marko sura ya 4 haya 11 na 12. Tulijadili tena hili swali, lakini pengine hakuwepo. Sasa katika ile somo naomba mmoja asome kama mna Biblia. Yesu anavyosema katika ule mfano. Marko sura ya... Asante. Maana inaonekana kuna watu walio nje. Ni watu walio nje ndio ambao wanasikia lakini wana masikio lakini wasikii, na wana macho hawaoni. Wanawake wakiona wataokoka. Ina maana kwamba watu hao walioko nje ni watu gani? Ndio hao ambao hawataokoka. Maanake hata wakisikia ule mfano, hata wakisikia maneno ya Yesu hawatayashika, na wala wakiona miujiza anayofanya, kazi zake zote, hawatazielewa na hawataki kuziona. Hata wakiziona wanazitupilia mbali. Watu hao ni watu gani? Yesu anatoa maneno hayo kwa wale ambao wanakuja kwake kama mashabiki tu, kama watu ambao hawana nia ya kufunguka mioyo yao. Hawakuja kutafuta kitu kwake, wamekuja tu kumwangalia na pengine kutafuta njia ya kumshtaki. Hao ni watu walio nje. Tunaweza kuwa hata hapa kanisani. Nitoa mfano huo kwa aliuliza, hakuwepo labda. Mfano ambao mtu anakuja kanisani kwa nia nyingine kabisa, sio kwa ajili ya kusikiliza neno la Mungu. Anasikia maneno lakini anapita, hata yaelewa. Anaosikia mahubiri wala hayatii maanani, maana moyo wake umefungwa. Ameshafunga moyo wake na ana nia tofauti. Kumbe kuna watu ambao wanasikia lakini nakuwa kama sauti ya ngoma, haina maana kwake, na hao hawatatubu kama never, kwa sababu neno hilo haliingii kwao. Wameshaziba milango. Watu hao ni watu kama Mafarisayo, Masadukayo, wale ambao wamekuja kwa nia tofauti kabisa. Hata wakiona muujiza wanasema ametubu, amefanya hii muujiza kwa nguvu za Beelzebul, sio nguvu za Mungu, sio nguvu kidole cha Mungu, yani Roho Mtakatifu. Hawawezi kwenda huko.
Wao wanaona ni sheria, washaweka sheria, mwanadamu hawezi kusamehe. Hawezi kusamehe. Ule mfano wa Yesu aliyemponya yule ndugu aliyekuwa ameletwa kwenye mkeka, wakapitisha juu ya dari, wakamweka kati, na alipomwambia, mwanangu, umesamehewa dhambi zako, wale waliokuwa pale ambao walikuwa sio na nia ya kuona matendo ya Mungu wala kusikia matendo ya Mungu, walikuja ili wamshtaki. Wakasema huyu anaponya kwa nguvu za Beelzebul. Mwanadamu hawezi kuponya, hawezi kusamehe dhambi. Na Yesu kwa kujua nia hiyo akamwambia, sasa yule mgonjwa akaambiwa, simama, beba mkeka wako kwenda nyumbani. Na yule bwana akasimama, akabeba mkeka, akaelekea nyumbani. Watu wakashangaa, kumbe hata mwanadamu anaweza, walimuona kama mwanadamu, hata mwanadamu anaweza kufanya hivyo, kusamehe dhambi. Haijatokea. Na hawakumuona umungu ambao Yesu alitaka kuwadhihirishia yeye kwamba ni mwana wa Mungu. Hao ni wale watu ambao wamefungiwa, na kwa hiyo wanaona lakini hawafunguki mioyo yao, hawaelewi. Na hao hawawezi kutubu na hawawezi kusamehewa kwa kuwa wameshafunga mioyo yao. Utasamehe nini? Sasa hili swali Yesu anataka kutuambia, tukienda kwake tuende na moyo ulio wazi. Tusiende kwa Mungu au kuongea na Mungu tukiwa tumeweka malengo yetu. Unakuja kwake umeshaweka nia zako. So chochote atakachosema ambacho hakiendi na nia yako unakikataa. Umeshafunga moyo wako. Sasa utasamehewaje? Hao watu watamwelekeaje Mungu ambao wameshaweka nia yao? Ndio Yesu anawaadress kabisa, anawaambia, nyinyi hamwezi kuokolewa. Na mbaya zaidi, ukishaweka nia hiyo, malengo hayo ya kwako, hauko tena wazi kwa Roho Mtakatifu aingie afanye kazi. Umeshafunga. Mungu atalazimisha? Hapana. Halazimishi. Na Mungu sio kawaida yake, la sivyo asingekuja afe msalabani. Kristo alikufa msalabani ili tuende kwake, tumchague yeye kwa moyo wetu, manake kwa uchaguzi wetu. Kifo cha Yesu ni nafasi ya kufanya uamuzi. Anakuwa pale msalabani tuamue. Ni nafasi ya mwanadamu to exercise his freedom and choice. Na ndio uhuru, ni bei ya uhuru wetu. Msalaba ni bei ya uhuru wetu. Hiyo watu narudia mara kwa mara. The cross is the price of our freedom. Mungu hakutaka kutukomboa kama wanyama au mbuzi au kondoo au mbwa. No, we are not. Sisi ni mfano na sura ya Mungu, ni wana wake, ni watoto wake. Na anataka tuende kwake kama watoto wake katika uhuru. A human being without freedom is not a human being, is a beast. Ni mnyama tu. Kama hatuna uhuru kweli, basi sio sura na mfano wake. Basi sasa uhuru tunao, tunapokwenda kwake tukijua tunafanya nini, na kwa kuwa tumempenda na kumchagua yeye, tumechagua kwenda kwake, then we are acting as human beings. Na tunafanya hivyo kama wanadamu ambao ni wana wa Mungu, wanaomwendea kwa uhuru wetu, hatulazimishi. Na kwa hiyo hilo ni tendo la kibinadamu
na lenye hadhi, yani uhuru ni hadhi yetu. Sasa kwa hiyo ukilazimishwa kwenda kwake, then you are not a human being. Ni kama mbwa tu. Sasa kama unalazimishwa hata kufungwa kwenye labda pipa, alafu na bebwa unapelekwa, then huwezi kulazimishwa kwenda kwa Mungu au lazimishwa kwenda mbinguni. Haiwezekani. You have to make your own choice, na nafasi ya kufanya uamuzi, aidha Mungu au huu. Nimeweka mbele yenu njia mbili, motoni au mbinguni. You choose. Hatulazimishwi. Na Mungu amefanya sasa Yesu aje atuvute kwenye upande mmoja kwenda mbinguni, lakini then we don't want. Kama hutaki kwenda mbinguni, he will never force you. Hawezi kukulazimisha. Na kwa kuchagua kwako unaenda kule njia ile iliyopana inayokupendeza, unayoonekana unaenda kwa mbwembwe, utaenda kule ambako siko. Hayuko huko. Wengi wetu tunapenda kufuata vitu rahisi, vitu ambavyo hupaswi kuwa unamiiba au kujikwaa au kuanguka. No. Sasa ujue gharama ya uhuru wetu, gharama ya utu wetu, to be a human, it is the cross, the death of the Son of Man. Kifo chake, hiyo simbo hapo, ndio ishara ya msalaba, ya msalaba ni ishara na alama ya uhuru wa mwanadamu. Unachagua, unamchagua Mungu. Sasa hawa Wayahudi ambao walikuwa pale kwenye huu mfano ndio toa muujiza ule, walishafunga, walishaamua this is not, ni mwanadamu tu, tena mwana wa Maria, hawezi kufanya kitu. Halafu hata akifanya wanasema amefanya hivyo sio kwa nguvu za Mungu. Kwa hiyo umeshaamua yeye sio mwana wa Mungu. Umeshaamua wewe amefanya kwa nguvu za Beelzebul. Jibu la Yesu lilikuwaje? Dhambi zote mwanadamu anazotenda, kama amekwenda kwake na moyo ulio wazi, and anaamua ametenda dhambi, makosa, huyo atasamehewa. Hata kumtukana yeye atasamehewa. Lakini ukishaamua kwamba unaamua kwamba hii sio nje ya Mungu, Mungu awe hayuko hivi, umeamua, unasema amefanya kwa nguvu za Beelzebul, maana yake Roho Mtakatifu ni shetani, huwezi kuokoka. Utaokokaje na wewe umeshakuwa mhakimu wa Mungu? Unamhukumu Mungu. Una Mungu ambaye hawezi kuwa hivyo. God cannot be like this. God must be this way. Wewe unamjua Mungu na unajua Mungu yukoje. Yatue macho sana. Unyenyekevu, unajua kusamehewa asili yake nini? Hii ndio fumbo kubwa na ndio ufunguo mkubwa, na Yesu amerudia mara nyingi, na hata Mungu alitufundisha katika kosa la Sauli. Ndio hilo naliita kosa la Sauli. Unyenyekevu ni ufunguo wa mbinguni. Man, be in your position. Mwanadamu, tambua nafasi yako. Mwanadamu, tambua nafasi yako. Wewe si Mungu, na usijifanye unamjua Mungu, because you were not there before he was there. Wewe siwezi kumtambua Mungu. Ukitambua Mungu na ukimjua Mungu utakuwa Mungu. Mungu ndiye anajitambua mwenyewe na anajifahamu mwenyewe. Sisi ni viumbe vidogo sana. Sasa kusema kwamba Mungu hawezi kufanya hivi, na kauli hiyo nilimwambia mmoja ambaye sio Mkatoliki wala sio Mkristo, alikuwa Muislamu. Mmoja ameandika kitabu kikubwa sana kwamba why we are so different, na yeye alikataa kusema Mungu wa wenzetu. Sitaki kutaja jina kama yupo hapa, samahani sana. Watu wanaosema Yesu hawezi kuwa mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hawezi kuwa hivi. You see,
umeshamweka Mungu katika boksi la akili yako, Mungu hawezi kufanya hivi, Mungu hawezi kufanya hivi. Hakuna neno hawezi. Ndio maana nawakataza ndugu wahubiri na rafiki zetu wahubiri wasitumie neno anaweza. Mimi nasikia vibaya sana hapa. Hata leo nimesikia mara 2. Mhubiri, Mungu anaweza kutusamehe. Mungu aweze. Tumuombe Mungu aweze kutusamehe. He able to. There is passivity in God. Is there something which he cannot do? Ndio able to be able to. It's philosophically is wrong because God is what he is. Na kwa hiyo ili Mungu atusamehe, not aweze, ili Mungu atusamehe. Put it plainly. How can you put God in the passive? That is, there is something which he is unable, he cannot do. Kwa hiyo umeshamweka Mungu kwenye box la akili yako. Usikilizeni tu nyinyi, labda you are not as sensitive as I am. I am really na kato kama maini. Nasema wazi. Najikunja hapo, nasema sasa itakuwa. Yes, nasikia mtu ambaye amesoma, theologian, he calls himself a theologian, and yet he uses the word anaweza kwa Mungu. Don't use that verb. Kwa Mungu hai-apply, it doesn't apply to God. Mungu anaweza. Anaweza. Mungu anafanya au hafanyi, basi. Kwa hiyo tunamwomba Mungu atusamehe, sio aweze kutusamehe. I don't know whether you feel it. Na unasikia mhubiri mkubwa sana, hata even authorities in the church, tumuombe Mungu ili aweze kutusamehe. Wewe ndio unamwezesha Mungu akusamehe? Can you make God to forgive you, or to even not only to forgive, to heal you, ili aweze? Tumuombe Mungu sasa, ndugu zanguni, ili Mungu aweze kumponya. Hapana, Mungu amponye. Tumuombe Mungu ili amponye, sio ili aweze. Neno hilo msilitumie kwa Mungu. Tayari wewe umeshamweka Mungu kwenye box lako. He is not a human being. He is not limited. He is not constrained by any force or any power. So aweze. Tumuombe Mungu ili aponye, ili atupe chakula, sio aweze kutupa chakula. I don't understand. Kwa hiyo ndio hiyo. Hilo swali ni kwamba unyenyekevu ni ufunguo wa kila kitu. Sauli aliambiwa, nani amekwambia ulete ng'ombe na mateka huko, nyara zile ukalete? What did I tell you? Nilikwambia, uliamuriwa nini? Akasema, niliamuriwa nisilete chochote, niwafagie waamuri wote huko, fagie wote. Akasema, then what is this? Unajua, niliona nikija nimtolee Mungu shukrani, nitolee sadaka. Akaambiwa, no, you forgot. Utii ni bora kuliko sadaka. Ulitaka kujisimamisha mbele ya Mungu na kujionyesha kwamba nimefaulu, kwa hiyo natoa shukrani. No, it is him who did that. The defeat was not yours. The victory was not yours. It was his. Unamtolea shukrani gani na ndiye amefanya hii? Unataka kuclaim any victory. Unajua hatufikiri sawa sometimes. Tunashukuru kwa sababu mimi nimefanya hiki. That is what Saul was trying to say. Kwamba nimeshinda, kwa hiyo ni mimi nishinda, kwa hiyo naenda kumtolea shukrani. He was told not to bring anything, and he did not ask for any sacrifice. Hakudai. Angekwambia, ukienda ukimaliza vita, lete huko ng'ombe 6 uje kutolea sadaka. That would have been okay. Lakini hakukuambia hivyo, alikuagiza wewe na kufanya kazi niliyokuambia, nilikuamuru, ukimaliza rudi na usilete kitu huko. Ilikuwa mtego mbaya sana. Ni unyenyekevu.
Tusiye tukabragi kujidai mbele ya Mungu pa chochote kile. Most of us tunaishi hapo. Sasa wale Wayahudi waliokuwa pale kumponyaji hawakutaka hata Yesu angefanya, hata angewaambia nini, they would end up like that. Wameshafunga mioyo yao na kumwenga kwenye box. Huyu sio mwana wa Mungu, huyu hawezi kuponya, huyu hawezi kufanya hiki. Na hapa hiyo pale aliposema, mwanangu umesamehewa dhambi zako, bakashaka uizi that he, hata hii kuponya anaponya kwa mkono wa Beelzebul. Umeshamweka Mungu kwamba kitu cha namna hii ambacho hakikubaliana na sisi tunavyojua na tunavyomjua Mungu, hii imetoka kwa shetani. Roho Mtakatifu ni shetani. Sasa ukimuita Roho Mtakatifu wa shetani kama ni shetani, utamuomba msamaha? You can't. Ukishamweka Mungu katika box la akili yako, huwezi kumuomba msamaha kwa sababu wewe unamjua Mungu lazima afuate sheria hizi. Nani alikwambia Mungu anafuata sheria hizi? Wenzetu wanasema Yesu hawezi kuwa mwana wa Mungu kwa sababu Mungu hawezi kuwa na mwana. Who told you that he can't? How much do you know of God that he cannot do this? He cannot be a man, a human being. Hapo ndio makosa yetu, na wenzetu wameshamcategorize Mungu. Mungu hawezi kuwa na mwana, hawezi kuwa na nafsi tatu. How much do you know of God? Ni kiasi gani unamjua Mungu wewe? Kiumbe kidogo na akili kama pini ya kichwa cha sindano. Unamjua Mungu. Kwa hiyo hapa tunafundishwa kitu kimoja. Yesu anasema wanaona lakini hawataokoka, hawataomba msamaha kwa sababu wanamjua Mungu. Wameshamcategorize Mungu. Angalia tusi hapa kanisani tumeshafunga Mungu tunapaswa kufanya hiki. Kuna watu ambao ni kategori. Ukifanya hiki makosea, sio tena sala hii, hapana. Hii inatakiwa hivi, hii inatakiwa hivi. Kwa hiyo outside that ambit, nje ya uzio huu, sio sala, sio hii. Mungu hawezi kufanya hivi, Mungu hawezi kufanya hivi. Siku ambapo atafanya vingine, sio Mungu. Kwa hiyo huyo Mungu wa aina hiyo ya Yesu siwezi kumwomba msamaha. Sasa na yeye hawezi kusamehe kwa sababu you will never ask for forgiveness. Wale wa Mafarisayo hawawezi kuomba msamaha kwa sababu hawezi kumwomba msamaha Beelzebul. Maana wamemshamuita Yesu anatumia nguvu ya Beelzebul, na kwa hiyo kosa lao halisameheki. Any sin can be forgiven, but a sin against the Holy Spirit will never be forgiven. Why? Because you cannot ask for that. Msingi wa kuungama ni nini? Tunafundishwa nini? Msingi wa kuungama ni nini? Msingi wa kuungama ni nini? Tunaanzia wapi kuungama? Msingi wa kuungama ni kukiri kasoro zako, udhaifu wako. Kwanza kutambua. Ndio maana tunakaa, unatafakari, unaanza kuangalia nimekosa nini. You cannot confess without knowing what you have done. Kwa hiyo ni msingi wake ni kutambua udhaifu wako, kasoro zako, ulichofanya kinyume na sheria za Mungu, amri za kanisa, upendo wa Mungu na all that. Unafikiria hapa kwa kweli, hapa. I'm so weak. I'm so really I went against this, against that. Then unajuta. You cannot have a contrite heart, yani kujuta. Moyo wa kujuta. Huwezi kuungama bila kujuta. Unajutia ulichofanya. Sasa utajutiaje kama wewe humtambui Mungu? Kama unajiinua kiasi kwamba wewe ni zaidi ya Mungu, you cannot confess. Huwezi kujuta. Kwa hiyo asili ya
Kuokoka, asili ya kuokoka ni unyenyekevu. Unyenyekevu. Wale walioambiwa kwamba hamwezi kuokoka, mtasikia lakini wamekuja na arrogance, wamekuja na roho mapua ya juu, kiburi. Ni balaa katika kuokoka. Huwezi kwenda wa Mungu kwa kiburi, haiwezekani. Mtoto mdogo anapata matatizo huko, alafu anajiona kwamba mimi baba hamna kitu hawezi kunisaidia. Wewe unapigana huko, unavunjwa na miguu yote na pua na kila kitu, nakuja madamu matupu. Hutaki kumwambia hata baba yako what happened. Mwanangu, kuna nini hapa? Acha tu, mimi nimepambana, imeshindikana. Wewe uweze kusaidia chochote. Unamwambia baba yako hivi ambapo angeweza kuchukua hatua fulani au hata akaenda kupigana kwa niaba yako. Ana nguvu kuliko wewe, lakini umeshajiona kwamba wewe unatosheleza. Kiburi. Yaani Mungu mpaka tumemcategorize ni hawa Mafarisayo waliokuwa pale. Wanamwambia Yesu, hata ufanya hicho muujiza ni Beelzebul. There is another power which is above and all above you. Ni Beelzebul. Ni shetani amefanya kazi hii. Sio wewe, sio Mungu. Hii kazi si ya Mungu. Mungu hawezi kufanya haya mambo. Hawezi kusamehe mtu wakati unatumia wewe kibinadamu ili mtoto wa fulani unafanya hivi. Sasa ukishamwekea Mungu mipaka, huwezi kuomba msamaha kwake, maana unamfahamu ana limit fulani. Hawezi kuomba msamaha kwa Yesu, haiwezekani. Huyu ni mwanadamu bwana. Kwa hiyo ni chanzo na asili ya kuomba kupata msamaha kwa Mungu ni kutambua udhaifu wako wewe. Kukubali udhaifu wako. Kukubali na kutambua ukuu wa Mungu. Ukitambua ukuu wa Mungu, huo ndio ambao utakufanya ujione dhaifu. Ujute. Na ukijuta kwa kweli, kwa ndani, utafunga safari kwenda kumwambia nimekosa baba. Nilidhani na nguvu nimeshindwa. Na yeye atakusamehe. Hawezi anybody who goes to him with the contrite heart, yani mwili wa majuto, mwili wa kusarenda. Na ndio maana Yesu alipiga kelele, na wengi imeandikwa kabisa, jubilant. Wimbo wa furaha wa Yesu katika Biblia ni mmoja tu, aliyofurahi, exclamation, proclamation, aliyofurahi ni pale aliposema heri. Amesema Mathayo, nasoma Mathayo hapa kwa Kiswahili. Mathayo amesema, ameandika ile furaha ya Yesu sura ya 11 aya 25 ile mpaka 27 pale. Yaani huo ndio wimbo unaitwa The Jubilation of Christ. Wimbo ambao Yesu aliimba kwa furaha aliposema, sura ya 11 Mathayo aya 25 anasema, soma hapa hata nikisoma Kiswahili kwa ile lugha ya ki original ya Kiyunani ni mtamu sana wimbo huu, lakini ni wimbo wa kweli. Sura ya 11, where is that? Aya 25. Yes. Wakati ule Yesu alisema, hapa nasema alisema, lakini sio apen, sio alisema tu, alifurahi. Anatumia neno tofauti, lakini kwa lugha yetu ya Kiswahili basi ndio hivyo hivyo. Anasema hapa 25. Where is it? Aya 10. Sura 11. At that time Jesus declared, yani declared, sio alisema, he declared. Na kwa Kiingereza he declared. Na anasema kwa wakati ule Yesu alitangaza, hasa Kiswahili exclamation kwa Kiswahili ni kudeclare tu. Kudeclare kwa Kiswahili ni
Mtu anafurahi sana, alafu ana sijui kwa Kiswahili lipo neno, lakini sasa alipatikani kwa sasa hivi, lakini you declare, not declaration of any official declaration. It's not an official declaration, is exclamation. Asa hilo linaenda na huko. Yes, ni kushangilia actually. Neno hilo ni sahihi kwangu kuliko kutangaza. Alishangilia, ni furaha. Anasema nini katika shangilio hilo? Anasema wakati ule Yesu alishangilia akisema, wapi tena? Wakati ule Yesu alishangilia akasema, na kutukuza Baba, Bwana wa mbingu na dunia, kwa kuwa haya umeyaficha kwa wenye hekima na busara. You see those, ukawafunulia watoto wadogo. Ni watoto wachanga actually, ni Stacy, ni watoto wachanga. Ndivyo Baba ilivyokupendeza. Nimekabidhiwa yote na Baba yangu. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Maneno haya na maana gani? Yana maana tu ya unyenyekevu. Huwezi kwenda mbinguni bila unyenyekevu. Unyenyekevu na kupelekea utii. Ndio. Na yule bwana aliambiwa, mimi sitafute. Alikuwa yule Sauli alienda kuchinja mang'ombe. Alipoteza ufalme wake pale pale. Akaambiwa utii ni bora kuliko sadaka. Toka hapa. Na sauti na nguvu ya Mungu, Roho Mtakatifu akamtoka. Akaanza kupata kichaa. Kwa hiyo ndio hiyo nimesema msingi wa haya maneno, ili swali kwamba watu pale wanaomsikia lakini hawasikii. Wanaomtazama lakini hawamtazami, sijui hawaelewi, hawaoni. Hao ndio hawataokolewa. Maana ukishakuja mbele ya Mungu na umeziba, umefunga moyo wako na mambo yako unayotaka kuyaona. You see, sometimes we are told, na tunaonywa sana kwamba tusiende kwa Mungu na mawazo na vipimo vyetu. Na mimi, this is what I want to see. If I don't see that ya hajaja huyo. Hata Yesu anakuja kati yetu hatumuoni. Kwa sababu tunatambua Mungu, Yesu atakuwa wa aina hii. Siku ambayo mama mmoja ambaye alikuwa anasali kanisani kila asubuhi, kila siku, saa 10:30 ameshatoka nyumbani njiani. Mama, nimeshaeleza hapa katika story zangu za mahubiri. Kuja Yesu amekuja, yule mama asubuhi ana tayari yule anayefungua kanisa amefungua, wa kwanza kuingia ni yule mama. Na kwa kweli ni mcha Mungu kweli. Sasa alipokuwa na kuteremka kuja kanisani, anakutana na mtu njiani. Wakasalimiana. Na yule bwana aliyekutana njiani kumuuliza, mama, unakwenda wapi? Akamwambia, naenda kanisani mwanangu. Akamwambia, kanisani imefungwa. Nimetoka huko kwa sababu limefungwa. Akamwambia, nimeona kwa mara ya kwanza. Sasa tena leo ni siku ya tunasali, kuna sala maalum. Kwa hiyo haiwezekani. Akamwambia, mimi narudi nyumbani. Kule nimefungwa. Alipofika mbele akaendelea, na mama hakumwamini yule. Akarudi, akaja mpaka kanisani, akakuta kwenye mlango ziba yote. Tafuta, piga kelele, muda umeshapita ule wa sala kawaida. Akashtuka, what happened? Si mara ya kwanza kuona kanisa limefungwa.
lakini yule aliyeniambia alijuaje? Ndipo alipokuwa anarudi nyumbani, asema mara ya kwanza kanisa, sio kuna nini huko, mapade hawapo au wahudumu hawapo. Anarudi kwa majonzi, akakutana yule mtu tena. Narudi akamwambia, habari mama, habari za huko? Akasema kanisa limefunguliwa, nilikwambia. Akamwambia watafungua. Yule mtu alijijulisha sasa, akamwambia, mimi ndio Yesu, mimi ndio mwenye ile kanisa. Wewe unakwenda huko unamtafuta nani? Unaenda kumtafuta nani? Wewe unaenda kwa ajili ya satisfaction yako, yani kujiridhisha wewe. Uende kumtafuta Yesu, ungenitambua hapa. Kumbe ni Yesu ametoka, amefunga, naenda njia. Anamfundisha yule mama, tusije hapa na kategori zetu. Tumtafute Yesu kweli, with open heart. Hutamtambua. Na hapa tunakuja tumeshafunga, sio tuseme kwamba tusiende kusali. Tuseme huko bana. No. What I'm saying is that when you come to pray, open your heart. Na chochote utakacho kuwe makini. Na chochote utakacho umtafute Yesu kwa kila kitu. Anasema wewe unaenda hapa, unashuka hapa, hata watoto wanakusalimu uitiki. Una Yesu wako uliyemchora katika kichwa chako na moyo wako. Huyo ndio unamtaka kumwona. Bila kuona Yesu kwenye ili msalaba, huyu sio Yesu hapa. Mimi nisiwavunje moyo wengine. This is not Jesus. This is only a sign of his presence. Ni ishara ya uwepo wake. Be careful. Mtu anakuja hapa, ukibadilisha hivi sio huyo, sio Yesu. Ndio nataka kuambia kwamba let us be open to the Holy Spirit. Na hiyo ndio Yesu anatafuta, na ndio Mungu anataka. Mtu asiye akasema naenda kanisani, kwa hiyo nikikuta mtu ameanguka njiani hapo, ninapoteza muda. Ngoja kwanza nitakuja baadaye, na mtu ameshakata kamba, ameshakufa. Ni kama yule Msamaria na wale makuhani na Mlawi na watu gani? Alikuwa Mlawi na mwingine alikuwa kuhani, sio? Waliomwacha yule aliyeumizwa. That's how the teaching. Kwa hiyo hawa hawatamfahamu Mungu, na hawa wokovu haupo kwao. Tumuone Mungu katika mambo yote ambayo ni mema, surely. Kwa hiyo hapa ninasema maana ya hili fundisho. Huyu aliuliza, Yesu anaonyesha wapo watu wanaofundishwa kwa mfano, ili wasielewe, wasije wakamgeukia Mungu. Pia manake watu ambao hawako nje ya ule ujio wake, wako nje na sura yake, wako nje na uhuru wake. Je, ni nini maana ya fundisho hili? Kama ukombozi ni kwa watu wote na mpango wa Mungu ni watu wote waokolewe, kwa nini hapa ni kama anaonyesha ubaguzi? Ndio. Ubaguzi kwa nani? Ni wewe unashindwa kutekeleza uhuru wako. Unamweka Mungu katika boksi lako. Mungu kama yuko hivi, ndivyo ninamfuata huyu. Kama amegeuka amevaa ngozi nyeusi, huyu sio Mungu. Kuna watu mimi nawaambieni, bangekuwa mimi na mifano mingi, lakini basi tu amekuja padri mweusi, hawasali tena. We have examples. Anakwenda padri, nasema makie kweli. Samani, ni nani huyu? Padri mweusi? Io non ci prego più. Manake anasema Mr. sali tena. Amekuja padri mweusi. Siamo finiti. Acha tu mambo mengine nasema kwa lugha ile unashangaa.
Nizo mfini. Manake anasema, Mfaransa yule anasema sisi tumekwisha, kwa sababu padre anapaswa kuwa mzungu. Hii hamjapitia tuliopitia wengine. Unaenda kwenye sanduku la maungamo, unasikia mtu anasema ui amekuta amekuta mtu mweusi, na ambapo ni picha ya shetani. And that's what they were told from childhood, kutoka utoto, picha ya shetani. Mimi nilishtua, wengine walishtuka sana, nikamwambia shetani sio mweusi. Yes, the image they got. Manake unaenda pale anakucheki sawa sawa kama wewe ni mwanadamu au something else. Na kweli wengine wameshindwa kuungama. Baadaye sasa hivi wameanza kuelewa, walipoona hata makardinali na watu fulani wako kwenye Vatican kule, nasema kumbe West na anke loro hata kardinali, hata makardinali wanashangaa. Ase kardinali mweusi wanachungulia kwa mbali, manake asija kageuka sura, manake they still can't believe. That is how we treat God, na yeye atakuja kwa njia hiyo hiyo. Kwa hiyo let us be open, tukienda kwa Mungu tuwe wazi tu. Let us not come with our prejudice na mambo ya bigotry. Yaani tumwendee na kauli zetu na mifano na picha zetu na nini, tuende kwake. Yeye anajua yote elimu. Kwa hiyo mimi ningesema ukombozi uko kwa wale waliokuja na moyo ulio wazi. Sio wale ambao wameshaamua kwamba Mungu tunayemtafuta ni huyu. Wewe ulimjua? Kwa hiyo hapa ndio wale walio nje. Sasa swali hilo linakuja katika anguko la Adam na Eva. Swali la pili anauliza, hii tukiendelea mbele tumesharudia hapa, mmechoka. Inaonekana Wayahudi walikuwa na imani kuwa mtu anapata matatizo kutokana na dhambi, kwamba ndio maana waliuliza kwamba huyu amekuwa kipofu kwa sababu ya dhambi zake au dhambi za wazazi wake. Sasa Yesu anaposema wewe dhambi zako zimesamehewa, najiuliza kwamba huyu specifically alikuwa na dhambi kweli zinazoendana na imani hiyo, kwamba ametokana na dhambi, kwa mkuu wa mdhambi ndio maana ameugua sana. Asante, swali ni zuri kweli. Kwa hiyo ile mfano pale anaposamehe dhambi, wazi kwamba watu walikuwa na ambatanisha dhambi na magonjwa, na ndivyo ilivyokuwa, hasa ukiangalia habari za Ayubu. Wale rafiki zake Ayubu walikuwa wamekuja kumderide pale, yani kumtania na kumkejeli, kukejeli kwamba wewe bwana usijidai kwamba ugonjwa huu ni kwa sababu ya madhambi yako, na usijifanye hukutenda dhambi, wewe sio mtu mwema. Go into your heart, nenda moyoni mwako ukiri dhambi zako mbele zake na atakuonea huruma. Wewe wacha imani hii balaa inayokupata kwenda kupata majibu ya ajabu ajabu, mpaka tunakuwekea majibu lakini haifanyi kazi. Watoto wako wamekufa na wanyama, mifugo, utajiri wote kumeisha, na wewe ulikuwa prominent katika mji wetu huu. Sasa tumebaki sisi tunakuja kuangalia kwenye mkeka hapa unaoza. Bwana wewe tubu dhambi zako na Mungu atakujali. Ayubu akasema mimi nitubu kitu ambacho sijui. Sina. Yeye anajua. Kwa hiyo msifikiri kwamba nafanyia haya na yapitia haya kwa sababu ya dhambi zangu. Nani anajua? Mimi sikumbuki kitu ambacho nimemtendea au kumkana au kufanya nini ambacho ni kinyume cha mapenzi. Nilijitahidi tangu utotoni. Haya najua. Akasema angalia unafiki wako hapa.
Kwa hiyo waliendelea hivyo mpaka mwisho. Hawamkubali kwamba yeye ni mtu aliyekuwa safi, mnyofu, na mbele ya Mungu ni kama mtoto mdogo. Nasi akasema mimi nikuja kutoka tumboni mwa mamangu nikili uchi, na sasa naelekea nitarudi huko huko hivi. Ayubu alikuwa wazi kabisa, na hata alipojaribu kuinua sauti yake amhoji Mungu, Mungu alimwambia, wewe ulikuwepo nilipoumba milima ya Orion, ulikuwepo nilipoumba Hagolini, yale milima ya Hermoni na mingine. Wewe umekuwahi wakati jua linachomoza? Akasema hapana. Sasa unaweza kunihoji mimi? Hapana. Basi nimesarenda. Kwisha, mimi nimekwisha. Fanya unavyoona sasa, nimebaki mifupa tu na kila kitu. Basi. Na Mungu alipoona kwamba Ayubu amesarenda kabisa na hana kitu tena, ni sauti tu inatoka mdomoni, akamponya na akarudi kwenye hali yake na akamrudishia mali mara mbili aliyokuwa nayo. Mfano tu, ile mfano wa Ayubu, tunaita sini drama ya Ayubu ile. Lakini na maana kwetu sisi kila mmoja tunaweza kufikiria jambo fulani linatokea katika maisha yetu ni kutokana na mwenendo wetu wa maisha. Not everything. Ndio, kuna vitu ambavyo tunaadhibiwa na mateso tunapitia kutokana na matendo yetu. Kwa mfano, kama wewe mlevi alafu unavunja miguu kwa kuanguka mitaroni huko, surely it is because of your lifestyle yako ya kulewalewa, au unapata accident ya gari, unaingia kwenye madichi au unagongwa, kwa sababu wanakuja kukupima wanasema alikuwa chakari. Uwezi kusema ni kwa kweli ni kutokana na labda mimi unaweza kusababisha ni yule bwana, mimi sikuwa na shida. Ulikuwa na shida. Kwa hiyo kuna madhara ya madhambi yetu, kuna madhara ya matendo yetu. Surely hiyo na ipo katika Biblia. Tutapokea mshahara wa matendo yetu. Na hata wasio tu wakati wa kufa, hata hapa duniani. Na hata watoto wanashindwa kuwa na maisha mazuri nyumbani kutokana na maisha yetu. Wewe unakwenda kulewa na kutumia hela na mshahara wako na mapato yako. Kuna wengine hata wanaiba nyumbani kwenda kunywea pombe huko au kufanya mambo mengine. Watoto wanataabika, wanashindwa kwenda shule, wanafanya nguo na nini, dalilika. Ni kwa sababu ya mtindo wa maisha yako. Hiyo ni adhabu yako. Ndio utapata matunda ya kazi yako. Kwa hiyo kwa mfano mtoto sasa baadaye hawezi kukutunza, umezeeka, umeshakwisha mtu, unatumia fimbo sasa. Na huna mtoto hata ukusema mzee habari ya asubuhi, huna. Unaambiwa ulitumia maisha yako kwa vipi? Basi unatunda hiyo ni matokeo ya dhambi zetu, makosa yetu ya ujanani au udogoni na nini. Hiyo inawezekana. Lakini kuna dhambi nyingine sio hayatokani na makosa yetu au dhambi zetu. Ndio anayopinga Ezekieli mara nyingine. Kwa mfano, Ayubu aliadhibiwa si kwa sababu alikuwa na dhambi. Na nasema ni adhabu, sio adhabu kwa kweli, ni majaribu. Sio alijaribiwa. Kama mfano, ili awe mfano kwa wote. Kwa sababu kumbe Mungu anaweza kutuwekea majaribu sijui, lakini kama anatutumia kama chombo chake cha mafundisho, you can be used. Najua Yesu aliadhibiwa bila kosa ili awe mfano kwa wote. Yes. Kwa wote wanaotubu wamwangalie, wasione wana merit yoyote, wanastahili chochote mbele ya Mungu. Yesu huna stahili chochote. Yeye si ana kosa, aliadhibiwa. Sembuse wewe ambaye unatenda madhambi kila siku, hata ukigeuza kichwa tu tayari umeshafanya makosa. Yeye hakuwa na dhambi. Kwa hiyo sasa pia kuna watu ambao Mungu amewapenda sana, kama alivyompenda Ayubu, wawe kielelezo. Na Mungu akikuchagua, ndugu zangu, uwe tayari kupokea bakora. Manake katika kitabu cha Waebrania anasema
Ni mtoto gani ambaye anapendwa Mungu ampe adhabu? Pata bakora za kutosha, piga fimbo ili uendane na lengo lake. Ndio kitabu cha Ibrania wanatuambia hivyo. Sasa ni hivyo hivyo, Mungu anachagua watu kadhaa ambao anawapenda sana, na hao watapata matatizo. Kweli wengine unakaa unaangalia tu, unaona mbona haya anamtokea huyu bwana huyu, mpaka wengine wanaanza kumkwepa. If you associate yourself with this guy, you may get in trouble. Unapata matatizo. Kwa hiyo wanakukwepa, na hata unajiona sasa wewe ni kama umeachwa tu. Ayubu alikuwa hivyo. Ayubu alichukuliwa kama kielelezo cha namna Mungu anavyowachukulia wale anaowapenda sana, wale walio rafiki na walio karibu naye sana. Ukiwa karibu na Mungu sana, unachubuliwa. Yesu alichubuliwa. Unachubuliwa. Maana yake nini? He purifies you. Anakupurify mpaka unakuwa moto wenyewe. Unakuwa moto wenyewe. Hakuna picha nyingine. Na mmoja aliuliza hapa last time, kwa nini mateso? Yes. Nikasema ni safari ya kuelekea purification. Na maana yake ukiangalia watakatifu wakubwa, mfano tu watakatifu wakubwa wanapata matatizo makubwa sana. Angalia wakina Francis huko, madonda kulia kila siku. Kwani ameomba? Akuomba simply because he wants to use you kama kielelezo kwa wengine wote walio wapendwa wake. Anawapa Francis alipata ile donda la ubavuni lilikuwa natoa damu bujika kila siku, wanaleta pamba, wanaweka, wanafungia, lakini imeshakuwa damu tena. Kuna rafiki yangu aliishi na mzee yule, nilisoma naye pamoja, Alfredo, na hata ndugu zangu wengine wako huko wanafanya kazi pale Rotondo. Alikuwa anageuka, anashindwa kugeuka, wanakwenda kubeba. Huyu Alfredo aliniambia, bwana yule mzee alinifia mikononi. Ni bahati yake. Kamwambia, una bahati sana. Anafasa, no, per favore fratello, non dice questo perché. Niambia, wewe ni un privilegio, ni bahati yako, wewe una bahati bwana. Asema manake hata tulipata huko bahati nyingine, siri zetu zingine. Sasa Mungu anaweza kukutumia wewe ili uwe kielelezo kwa wengine. Anakupa magonjwa ya ajabu ajabu. Na lakini tusiye tukasema ugonjwa huu ni kutoka kwa Mungu, kwa sababu itaonekana tu kama hawa wakina Francis alifungiwa usisome misa, impeded na Vatican kabisa, some misa. Akakaa karibu miaka 20 bila kusoma misa, lakini obedient. Na nimeshaona wengine pia walikata. Huyu Padre Pio hivyo hivyo. Padre Pio alifungiwa kwenda kuna kusoma misa. Sababu ya mambo yako ya kujionyesha, kuja kusoma misa, watu wanakuja kubusu vile viganja. Siamo santi Padre Pio. Akaambiwa, tusikuone kanisani tena, utakuwa unasali chumbani kwako. Na wakamjengea altare pale chumbani karibu, akae huko na asionekane kwa watu. Akatii. Sasa wakitaka kujua kama wewe ni kweli ni kielelezo na Mungu amekupenda akakuchagua kama kielelezo, wanaangalia kama utatii, unyenyekevu. Sasa ukishatii tu, kuna mbwa mwingine tena hapa Tanzania alikatazwa kusoma misa kwa sababu alikuwa na vipaji fulani. Anaweza kukuambia, bwana, kesho usiende hivi, na ukienda hivi utapata matatizo. Watu walikuwa wanamuogopa sana. Anakuja asubuhi anasema, na alituonya wakati fulani, leo ndugu niliishi naye muda mrefu pale, ndugu usitoke na gari leo. Jamaa akaambia, acha kijizee kinatusumbua hapa. Alishafariki mzee wetu. Anatusumbua maneno yake hii, kitu gani anajifanya ni mystic na nini. Anajifanya. Achukua gari. Hawakufika mbali. Kama kilomita 10 tu.
ta limepinduka lote, na watu wamerudi, tunasikia machela na hakuna aliyekufa, lakini wamevunjika mbavu, vichwa, makorongo, kurudi. Nikamwambia sasa mimi nakumbuka kabisa, tena sio mbali, miaka ya 80 huko. Mzee yule amesema, lakini alivyopata matatizo na askofu aliposikia hayo, amesema huyo mzee, na alikuwa anaponya watu vibaya sana, mlangoni haiwezekani, foleni, akaambiwa aache na asionekane tena nje ya convent yetu kule. Akafungiwa ndani na alitii. Mimi msielewe hata nimefanya kosa, lakini wale wamesema na nitakaa ndani, na amebaki na kila siku anasali na nini, misa asisome kule parokiani tena. Akatii. Mzee baadaye askofu amekaa miaka kama 5-6, akamwambia mzee, sasa barua imekuja, unaweza kwenda kusoma misa. Sasa ni vitu majaribu kama hayo. Mungu anaweza, si kwa sababu ya unaweza kupata madhara, si kwa sababu ya dhambi zako, isipokuwa anakutumia kama chombo cha, kama kielelezo. Hiyo ndio sababu moja. Lakini pia wale Wayahudi wengi waliamini kwamba magonjwa mengine yanatokana na dhambi zetu, na waliamini hivyo. Na ndio maana pengine Yesu aliposema dhambi zako zimeondolewa, ilieleweka kwa namna hiyo pia, kwamba because of your sins that, kwa hiyo akisema dhambi zako zimeondolewa, una kwamba wewe magonjwa yako ni sababu ya dhambi zako. Sio alikuwa anafanya makosa gani, lakini alipona. Basi nadhani nimeeleweka. Sasa ningesema ili swala la pili ni connected kwamba anguko la wazazi wetu wa kwanza, ambalo ni somo la leo pia. Na leo somo la kwanza kutoka kitabu cha Mwanzo na sura ya 2 aya 7 mpaka 10, na alafu kutoka sura ya 3 aya kwanza mpaka nafikiri 10 na haifiki 10, nafika tena 6 au 7. Somo hilo la leo lilikuwa linatueleza jinsi Adamu alivyoumbwa na akapewa amri ya kutokula lile tunda, sio tunda actually, kutokula kwenye ule mti uliowekwa kati ya bustani ya Eden. Alafu tunamsikia shetani, tunamuita shetani ni baadaye, lakini nyoka alivyomjaribu. Mmoja amesema alimjaribu kwa vipi? Mhubiri wa leo kwetu hapa alikuwa power. So kwa sababu ya kuona hata ile tunda kama ni tamu, kwamba si ametaja mambo matatu, alafu aliona sijui ni tamu, sijui linafuta macho, lina nini. Ni kwa sababu ile tamaa ya kuwa kwamba ukila lile tunda, the core reason, hata limefanya hakuna kitu kitamu kama power. Hakuna kitu kitamu cha utajiri, cha kuleta pesa kama una command uchumi, sio? Ndio hayo ambayo ni derivative, nimesema ni derivative. Manake yanatokana na ile tamaa kuu ya kuwa kama Mungu. Sasa hiyo tamaa ikoje? Hiyo tamaa ni kumuondoa Mungu juu yako. Sasa ukishamuondoa Mungu juu yako, ndugu, hili swali anasema, hili swali nimeanzia hapo kusudi kuona logic yake. Anasema mwanzo, kwa nini Mungu hakuwapa nafasi ya pili walau ili kuonyesha huruma yake? Ile nimezungumzia juu ya msamaha last time, perhaps it was not so clear. Kama Mungu anaruhusu kujaribiwa, ipo nafasi yake ya kutusaidia kushinda hayo majaribu. Kivipi? Sawa, tuache huko. Hivi kwa nini Adam na Eva hawakutubu, hawakuomba msamaha? Hivi hilo swali si niliwahi kuuliza hapa, sio? Mara several times. Na hili ndio mmoja anauliza hapa. Kwa nini hakuwapa nafasi? Hawangetubu
kwa sababu tamaa ya kwanza ni kuwa kama yeye. Wewe unaomba msamaha kwa mtu mnayelingana, eti huyu jamaa huyu nikuombe msamaha, wewe nani bwana? Yeah, they aspired to be gods. Walitamani kuwa miungu, na kwa hiyo hakuna kilicho juu yao. That's their, na ndio maana hata ile tamaa imewafunga macho kwamba Mungu is nobody. We are equal to him. If they had known that they were weaker, they would have knelt down and asked for forgiveness. Tumekosa bana, unajua sisi ni viumbe dhaifu. But now they wanted to be like gods. Na kwa hiyo Mungu hana mamlaka juu yao. Sasa ukishafikia hapo, na ugomvi mwingi sana hata kwenye familia. Mama akishaanza kuinua pembe na kumwambia mume, wewe nani, huwezi kuniambia maneno hapo, mtapigana tu. Mtaweza kukaa pamoja. Yes, nyumbani kama hakuna kiongozi, then there's nothing can stay. Familia itasambaratika tu. Kama kila mmoja ni jogoo, nainua kichwa na anainua pembe na anapiga pembe, kuisha kazi, Mungu usambaratika. There should be somebody to help. Moja haseme, wewe ongoza nyumba, you are the head. Na Mungu ameweka huu taratibu, lakini some politics. Moja aliandika Marekani, moja is a woman but is the moja wapo hawa feminists. Akasema yes, I am shouting here, mimi nasema haya, na kweli ni very prominent woman. Akasema nasema haya mbele zenu huko Marekani. Hii ni kisiasa, nikifika nyumbani mume wangu ni kichwa. And all them wote wakashangilia kwamba kule nyumbani kuna kichwa ambaye ni mumeo, lakini huku kwenye siasa huku tupiganie haki za wote. And it was understood. Lakini wengine wanapeleka hata siasa nyumbani. Usipeleke siasa nyumbani, familia haitakuwepo, itaharibika. Sasa hiyo ni Mungu. Adam na Eva wangetubu kama wangemtambua Mungu kama ni kichwa, ni zabavu, na ndiye aliwaumba. Wao wanataka kuwa kama yeye, kwa hiyo they would seek an opportunity to kill him. Hata yani kurebel. Kwa nini malaika, kama tunafuata simulizi za Enoko kuhusu malaika, kwamba Lucifer alikuwa ni one of the greatest angels, archangels, ni malaika mkubwa na mwenye akili kidogo tu, angefanana na Mungu huyu Lucifer. Lakini kwa kuwa alikuwa karibu sana na Mungu, akaona huyu bwana, mbona ananikomande hapa bwana? Let me organize rebellion ni nini? Mapinduzi. Uasi. Tupa kule, ni nami nikae kwenye hicho kiti vile. Kwa nini yeye anakaa pale? That is what Lucifer alifanya. Na aliposhindwa, wakina Michael na wengine wakamvamia, wakapiga sana, likashindwa, likatoroka. Lilipoona kumbe kuna wengine ambao they were there for God and all of them did not follow, akaona sasa hapa ameshindwa. Hakuomba msamaha, na asingeweza kwa sababu hakumtambua Mungu. Na Yesu amesema kuna wengine watakuwa hawatapata msamaha, dhambi haitaondolewa kama humtambui Mungu na ukuu wake. Hiyo ndio dhambi dhidi ya Roho Mtakatifu. Adam angetubu kama angetambua Mungu. Angalia, hata Mungu alipokuja alisema, ni wewe ndio ulinipa huyu mwanamke nikaanguka. Wewe ndio serpent, huyu ndio umeumba hiki kiumbe nyoka, huyu ndiye amenishawishi. Na Adam naye mwanamke anasema hivyo. Nyoka hakuwa tena kisingizio. Sasa Adam akasema, wewe uliniletea huyu mwanamke ndio maana nimeanguka. Hakukubali manake nini? Lawama zote zinaenda kwa Muumbaji. Hakuna kukubali kwamba amekosa. Nini? Kwa sababu anamuona ni sawa sasa. That ile tamaa imebaki. Because if they were to surrender, then they will not be gods.
so they can stand up their heads up against God. Yani wanaweza kusimama wanashindana na Mungu. Wewe ndio umeniletea kitu bwana. Wewe unakuja kutupanish hapa nini? Na hata wakajitafutia mavazi ya kuvaa, walitumia majani ya nini? Miti ya magome walijitengenezea aina fulani ili kuondoa ile aibu ya kuwa uchi. Wakavaa lakini haikuzuia kitu, kwa sababu ndio maana alienda kujificha tena. Kama umevaa yale haikusaidia. Sasa manake hata tunaambiwa sasa ndio Yesu Mungu alipopita kule anawatafuta wa jamaa, sio kwamba anawatafuta, anataka kujua wote hapa wamwambie ukweli. Ndio akauliza, Adamu uko wapi? Sasa umekaa kule, kwani umejificha kama umetengeneza? If they thought that they could even defend themselves, ndio maana yake kwenda kutengeneza yale magome. They did not surrender. Maana spirit ile ya kuwa sawa na Mungu ilikuwa ndani, tayari wameshakunywa ile sumu. Na kwa hiyo ni kama Lucifer tu. Kwa hiyo wakatengeneza wanatafuta namna ya kuficha ficha, wameshaona tumefeli. Na nyoka amedisappear, alikuwa mjanja sana. Lakini walienda kujificha. Hata hivyo waliposikia kishindo cha mzee anakuja huko, sio alikuwa anakanyaga hatua ya namna gani? Sema nauli, Adamu uko wapi? Tuko huku mzee, kwenye vichaka. Nini? Akamwambia, mmekula ule mti. Mmekula kwenye ule mti. Nani aliwaambia kwamba mko uchi? Nani aliwaambia? Macho yamefunguka, wakafikiria they would be gods. Now they found themselves empty. Walijikuta uchi, empty. Manake uchi mbale sio nguo, ni kuwa tupu, watupu. Manake empty. Hawana kitu chao. Kila kitu that they thought they had, they were given by him. Kwa hiyo they had been taken out. Na kwa hiyo sasa ukajiona kwamba ni empty. Walifikiri ni powerful. Oh, kumbe hawana. Wakafikiri wana akili, kumbe hamna akili. Wakafikiri wana uwezo wa whatever. So emptiness is not physical. Sio emptiness ya nguo ya nini. Ni symbolic. Hizi ni ishara tu au ni vielelezo tu kwamba mwanadamu anapojitahidi kujikweza na anapokujana na ukweli juu ya maisha yake anajikuta yuko tupu. Is empty. Ndio hiyo emptiness yao ni nakedness. Unawekwa wazi sasa. Let us see yourself. So unajiita bwana una degree za una PhD ya physics. Unaletewa maswali sasa wangu. Unapelekwa mbele kwenye public, unaulizwa maswali sasa. Halafu kumbe hujui hata ABCD ya physics. Sema wewe sasa wewe ukoje? Unasikia bwana wamesema watu wote wenye taaluma fulani wanaitwa huko. Wewe unasema nina safari. Unaelekea Ifakara kwa sababu utaumbuliwa. Wale wameumbuliwa. They found themselves they were empty. What they claimed that they would be kings, they would be gods, they were empty. Na ndio anaosema wanaanza hata kutubu kwamba tumekosa mzee. Ni kweli tumekula, tumekosa. No, because they thought God was like them. Ni mwanamke wewe ndio umesababisha yote. Kwa hiyo they were ready to stand up against God. Yes, brother. Sasa wanasema kisoma kidogo na panuka mawazo. Nimepata kitabu cha kinaitwa The Book of the Dead. The Book of the Dead. Wakati nimekwenda Egypt. Sasa nikawa interested sana kuona hiki wanaelezea nini. The Book of the Dead. The Book of the Dead. Nadhani unafahamu sasa, utaelewa swali langu. Kwa hiyo niliposoma ni historia ni kama roho ya mtu jinsi inavyosafiri kuelekea kuwa Mungu. Sasa hapa katikati unapita ni mambo ya miungu ya Misri.
Kwa hiyo naelezea kwamba kuna Mungu mdogo huyu, mtu akifika pale inabidi uprove kwamba you are the right person, anakubariki, anakupa nini na nini, unaendelea mbele mpaka kuelekea kuwa huko kuwa. Sasa ndio najaribu, niliposoma kitabu hiki na unavyoelezea hapa, najaribu kuona kwamba dhana hii ya kufanana na Mungu inaonekana ni contrary na stori za miungu wengine, kwamba kwa sababu kwa stori za miungu mingine walikuwa ni kama vile kwamba bwana wanatafuta namna ya kuwa kama Mungu, yani kuwa kama Mungu mwingine. Lakini huku kwenye stori hii ya Waebrania ni kama kwamba hii dhana ya kufanana na Mungu ni kosa kubwa, kutamani kufanana na Mungu. Na sawa, ni kweli. Okay. Nimeelewa. Ni kweli hicho unachosema brother, ni kweli, kwa sababu Biblia ni kitabu tofauti kabisa na hizo mythical stories ambazo unasema tunaita epics, na hizo kuanzia za wale watu wa Mesopotamia. Ziko nyingi, na kitabu kikubwa kina story hizo nyingi. Miungu ile ya kwa mfano wa Sumeri, wa Akade, wa Mesopotamia, au wa Babiloni, wa Asiri, wa Ashuru, manake wote hao wa Foenike, wa Misri, hawa na story nyingi sana za miungu yao mwingi. Ndio maana walikuwa na ile mazigurats na mengine walikuwa na matempo yao. Miungu karibu ya kila miungu hii ilikuwa ni ina visualized, manake inabuniwa kama wanachukua hiyo ubunifu kutokana na maisha ya watu wa kawaida. Kwa hiyo they would see, kama wewe ulikuwa ni mtu ambaye unapenda kuvaa kaptula yako ile na shati na begi zako ni Mungu wa wa kaptula, wanakuweka na wanaku depict hivyo, na una hadhi yako. Mungu mwingine ni Mungu wa mandevu, Mungu mwingine ni Mungu wa gauni refu hapa fupi, Mungu mwingine ni Mungu anayevaa shela, na they give those names. Na kwa hiyo kuna miungu mingi sana. Sasa miungu hiyo ina mashindano kati yao, wanapigana, wanauana, everything that humans do hata wao wanafanya, ndio miungu hiyo. Na kwa hiyo ni historia, actually some of these stories they give us, kama zile hata za the Greek gods, the mythology, hiyo ni vitabu vingi. Hao historia unazosoma ni historia za binadamu anazoziingiza katika realm, katika upande wa kimungu, wanazipandisha kuwa na za kimungu, na miungu inafanya hivyo kama sisi tunavyofanya huko. Kwa hiyo ni kweli. Sasa lakini Biblia sivyo. Biblia haina miungu mingi, moja. There is no ni monotheism, pure monotheism. Hakuna polytheism, hakuna vingine tu mythologies hizi, hakuna. Kwa hiyo Biblia haiwezi kuruhusu haina hiyo ya kufikiri. It doesn't permit, kwa sababu Biblia ni Mungu mmoja yupo, Ehad Elohim Adonai, basi moja tu. Kwa hiyo haiwezekani. Na kwa hiyo all those stories were there, na alia wakati Biblia inaandikwa karne na karne, karibu karne kama 8, Biblia inatokana na traditions, oral traditions na nini. Ilikuwa inaandika, walikutana ma story haya, na hata walipoenda Babeli walikutana nazo, lakini hawakuzichukua. Ajabu sana, ni nguvu ya ajabu. Na ndio maana nadhani Biblia sio kitabu cha mwanadamu. Hapana. Wangeanguka tu, ingeangukia kwenye kategori hiyo. Biblia it stands up, nimesoma mingi, it stands out to be different completely. Na ndio maana sio kitabu cha binadamu. Hapana. God was preparing for many centuries, karne milenia 2, na kinaandikwa pole. Na kwa hiyo kinatupa yale yanayokuja. Kama kuna kitu kizuri ambacho kitaendana na teolojia ya Wayahudi, kinaletwa, kinakuwa kimesafishwa, kinaondolewa yale maganda ya ujinga wa kibinadamu, kinawekwa pale kama kielelezo.
Kwa hiyo ni kweli hizo stories za ukisoma huku kitabu kama hicho, they may help you na kusaidia kuona ukuu wa Biblia. Yes, na ndio nimesaidia mimi. Ninazo hizi story, zipo nyingi tu, lakini when I read them, na ninafundisha hata kule the Middle Eastern epics of creation, epics of the gods and mythologies, hizo tunafundisha, lakini ni kwa ajili ya kuona ukuu wa Biblia na tofauti yake. Kwa hiyo ni kweli ni vizuri kusoma hizo story na kuelewa kumbe Biblia ni tofauti, kama ulivyotambua sasa hivi tofauti na inapinga. Sasa nataka kumalizia tu hili swali kwamba Adam na Eva hawangeweza kuomba msamaha kwa sababu Mungu ni sawa na wao. Walio ile baada ya kugeuzwa na yule nyoka na kutamani kuwa kama Mungu, hawangeweza kumuomba msamaha. Na kwa swali hilo alipo, ndio hiyo tunaweza kujibu. Hawangeweza kuomba msamaha. How can you ask forgiveness from, you ask for forgiveness from a superior? Na kwa hiyo Mungu is not superior to them. They thought they would be superior. Na walisubiri, walipoona, kwa mfano Adamu alipoona mke wake hafi, maana aliambiwa siku utakao kula tule tunda, stikita, utakwenda, utakufa. Lakini sasa Adamu alikuwa labda pembeni anacheki, kwa sababu hakuwa, nimeshaeleza hili, hakuwa kwanza kula tunda, anacheki kwa usanifu sana. Labda alikuwa bondeni huku. Adamu uko wapi? Ile tunda tamu sana. Hai, unafanya nini? Nimekula, nyoka ametuambia tukila tafanana na Mungu. Kweli? Ngoja anakuja sasa hivi. Anakuja polepole akicheki kama ameshakula. Umelionja? Ndio, aise tamu. Anacheki kama akiona miguu juu inatekeza. Anaacha kula. Lakini alipoona mama amesimama tu, lete bwana chuma lingine hapo, akala, kwa sababu hakufa Adamu. Yule mama hakufa na Adamu alipokula hakufa. Kwa nini hakufa? Kwa sababu wao walijiinua na kudhani kwamba watakuwa kama Mungu, na kwa hiyo Mungu hakuwaua tena mpaka wafundishe vigumu sana kwa kuadhibu. Adhabu ile ni kielelezo chao. They will be taught how to be humble. Watakuwa humiliated, yani kunyenyekeshwa mpaka wajue kwamba wao ni viumbe. Na kwa hiyo kuwaua it had been, ingekuwa self defeat. Self defeat maana kuwaua ni rahisi sana. Mungu angesema kwisheni kwenda nitaumba wengine, haingekuwa fundisho, haingesaidia. Maana mtu no, adhabu mbaya sana ni ile ya kukunyenyekesha. Sasa ujifunze kuwa kiumbe, na hicho ndicho tunafanya sasa. Wakaambiwa, wewe nyoka utatembea na tumbo lako na utakula mavumbi, na wewe mwanamke utapata matatizo makubwa, ili uelewe mimi ndio boss na nitakuwa naangalia jinsi unavyosogeza huko maisha yako. Wewe utazaa kwa shida na nini na nini. Zamani ilikuwa hakuna shida. Sasa alafu wewe bwana, wewe si ndio ulikuwa unajifanya chifu? Utafanya kazi na jasho mpaka kula chakula, hata unacholima ardhi haitakubali. Utapandisha mbigiri huko, zitakuchoma na kila kitu. Utajasho utakula, na alafu mwisho, kwa kuwa umetaka kuwa Mungu, naondoa hata ile roho yangu ya uhai. Ndio hiyo mbaya sana. Haim, yani ile roho ya uhai wako itakuwa na mwisho. Nitaiondoa, na nikiondoa utarudi mavumbini, kwa sababu wewe ni mavumbi. Kwa sababu nikiondoa roho yangu hutakuwa hai tena, ndio kifo, utakufa. Kumbe nilifikiri nitakufa pale pale. Hapana, utakufa baadaye, baada ya kupata mbigiri na jasho na kila kitu. Na wewe utakufa baada ya kuzaa kwa shida na mahangaiko. Sasa adhabu yao imechukua muda sasa. Ili kwa nini? Kwa nini ameweka adhabu yao iwe hivyo? It would have been easier for them to die instantly, pale pale.
lakini amewapa muda wa kujifunza, to learn to be humble, and then even to learn to ask for forgiveness. Ndio zoezi alilowapa. Kwa hiyo usifikiri kwamba aliwahurumia, hapana. Aliwapa adhabu mbaya zaidi. Mtu akitaka kukumaliza anakufunga gerezani maisha. Yes, karibu mwalimu. Father, tunakushukuru kwa mafundisho haya, teolojia hiyo. Lakini naomba utusaidie mambo mawili pia kuelewa. Mzaburi anaposema kwamba mbele ya miungu nitakuimbia zaburi, maana yake anatofautisha Mwenyezi Mungu na miungu hiyo ambayo unaizungumzia. Hilo swali la kwanza. Lakini la pili pia utusaidie kuelewa. Katika Injili ya Mathayo hiyo sura ya 4 ya kwanza hadi ya 10, Injili Mathayo anasema shetani alimchukua Yesu. Sasa Yesu ni Mungu. Shetani anakuwaje na nguvu ya kumchukua Yesu? Hebu teolojia inasemaje hapo? Sasa maswali yao ni makubwa na muda umekwenda. Kifupi tu, katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 4 anazungumzia wana wa miungu, sawa, ambao wanaitwa wale wana jina lao, si kwa lugha kwenye Biblia pale ukisoma, ambao waliingia duniani na kuzaa na wana wa wanadamu, sivyo? Yes. Hawa, hii story hii ni namna ya kusema corruption, yani ile matokeo ya dhambi yameenea mpaka upande mwingine kabisa, yameaffect mpaka hata huko mbinguni akaunganika na wale walipotoka, wale wa Lucifer, wafuasi wa Lucifer, mpaka wamekuja kuunganika na wanadamu. Kwa hiyo wanadamu wamekuwa corrupt completely. Lakini wana wa wana waliozaliwa na ndoa hiyo kati ya miungu hiyo, wana wa miungu hiyo na wanadamu, hawa waliitwa magiant. Magiant kwa Kiswahili ni nini? Giant. Mijitu mikubwa. Hawa mijitu mikubwa ambayo inaitwa ni wana wa miungu tokana na mixture hiyo, hawa ndio walikuwa wanaitwa wafalme, wana wa wafalme. Sasa wafalme tangu zamani waliitwa ni wana wa miungu. Tangu zamani waliitwa miungu, wana wa miungu, sons of gods, kwa sababu walikuwa naaminiwa kwamba wanatawala badala ya Mungu hapa duniani, because they ruled. Na pia hata kutawazwa kwao waliwekwa mafuta na kuwekwa tiara kichwani kama wafalme, lakini kwa niaba ya Mungu. Walikuwa wanatawala kwa niaba ya Mungu. Hata Daudi alipakwa mafuta, anatawala badala ya Mungu. Hata wakina Sulemani na wote hawa, hata Sauli hivyo hivyo. Kwa hiyo mara nyingi sana katika Biblia wanaposema wana wa miungu, manake ni wafalme. Ni wafalme. They are kings. Kings were thought to be sons of God because they were ruling on behalf of God. Umeeleweka? Na ndio maana hiyo Zaburi anazungumzia kweli, Zaburi inazungumzia juu ya Daudi na wafalme wake na kizazi chake, wana wa ukoo wa Daudi, wafalme wa ukoo wa Daudi. Hao ni wana wa wafalme, lakini waliitwa wana wa miungu. Sasa kwa hiyo ile sifa walizonazo ni sifa za kimungu. They rule and govern the people on behalf of God. Wanatawala na kuongoza kama wachungaji kondoo wa Bwana. Kwa hiyo wao ni wafalme, wanatawala badala ya Mungu. Kwa hiyo waliitwa miungu pia. Si sawa na hii wale miungu tunaozungumzia huko, ambao hawakuwa chini ya Mungu wa Israeli. Hapana.
Haya miungu ile miini hapa gani huko ni kitu kingine. Biblia inapozungumzia wana wa miungu, manake ni wana wa wafalme, the kings ndio waliitwa miungu, lakini in the sense kwamba wana power ya kimungu, wana madaraka ya Mungu, wanatawala kwa niaba ya Mungu, ni madaraka ya kimungu. Yes, ndio maana walipewa hiyo title, heshima hiyo. Ndio maana hiyo. Sasa hii mambo mengine hii ya kupelekwa jangwani let me say, ningependa kusema tu jambo moja. Katika Biblia na Wayahudi wako kama katika utamaduni wa Kiafrika. Utamaduni wa Kiafrika hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Uchunguze vizuri. Katika mapokeo yote, sisi wote hapa ni Waafrika. Katika Uafrika hakuna kitu kinachotendeka bila kuwa na sababu yenye logic ya binadamu. There must be a rational reason, a human or not human, a reason. There must be a reason for anything that happens. Kwa mfano, mtu akiugua hakuugue kwa sababu ya wadudu fulani. Hapana, kuna mtu amefanya kitu akaugua. Yani reason, human reason, be it human, but there would be a reason for that. Tena ni reason ya kitu au uwezo wenye akili. Sio mtu akigongwa na gari, kwani amegongwa na gari tena asubuhi? Ndio maana tunaamini sana ushirikina. Ng'ombe akifa kuna mkono wa mtu hapo, ndio mkono hiyo. The reason, there is always this. Mtu akiugua, mtoto akiugua, unahangaika kwenda kwa wachawi. Hebu nieleze, kuna yao ndio wanatukua advantage. Humoni ngowe anakuangalia kwa krisingi, maana kwa jicho la husuda. Ni yeye. No. Leta jogoo wa weusi wawili tu namaliza, afunga ile nazuia. Kwa hiyo tuna hiyo. Sasa Wayahudi pia walikuwa na aina fulani ya hayo, kwamba kila kitu kinachotendeka kuna reason behind, na sio reason ambayo ni abstract, ni tunaita ni tunaweza kusema ni reason inatokana na nguvu ya kiumbe chenye uwezo wa kufanya hayo, kiumbe chenye kufikiri na kinaweza kuplan mambo hayo. Kwa hiyo mara nyingi sana walitumia picha ya namna hiyo, kwamba mara nyingine kama ni tendo zuri wanasema malaika amefanya. Sawa, kama ni tendo zuri, kwa mfano kuna wale ambao kweli wanatumwa na Mungu, lakini kuna mambo ambayo unasikia ni malaika fulani, lakini actually it is nature itself. For them, kwao hakuna maumbile ya kusema eti imesababishwa na maumbile. No, there is always a reason for that, a rational existence ambayo imefanya. Sasa kama ni jambo baya, ni shetani. Kama reason ni nguvu ya shetani imefanya. Kama ni jambo zuri, malaika amefanya, wametumwa na Mungu. Sawa? So there are two forces, nguvu mbili. Na ndio maana tunaita ni personalized reason. Manake kama hata hekima inapewa mwili na kuwa personalized, hata logos ni personalized. Hiyo ni hata reason yenyewe inakuwa personalized. Na inapokuwa personal, kama ni reason mbaya, yani sababu mbaya, ile sababu inapewa sura ya shetani.
kama ni sababu nzuri, napewa sura ya malaika. Sawa? Sasa ndio maana hata kiburi cha Farao kule Misri, walisema ni Mungu harden kwa Kiswahili, amefanya moyo wake mgumu asiwaruhusu waondoke. Lakini sio Mungu, ni namna ya kusema Farao amekataa katakata kwa ruhusu wa Israeli wasitoke. Kwa hiyo ni kitu gani kimemfanya asiruhusu watoke? Asema hakuna kitu kinachotokea bila nguvu iliyo nguvu kubwa zaidi iliyo nyuma yake, na hiyo nguvu ni Mungu. Hakuna nguvu, kitu kinachosimama mbele ya Mungu. Shetani hawezi kusimama mbele ya Mungu, hata kimbia. Kwa hiyo ni Mungu ameruhusu. Mungu ameruhusu. Kama ni jambo baya ni shetani, Mungu anaruhusu nguvu ya shetani ifanye. Shetani hawezi kufanya chochote bila kuruhusiwa na Mungu, haiwezekani. Shetani ni kiumbe tu, umeelewa? Kwa hiyo hata Farao anakataa kuwaruhusu Waisraeli watoke waende nyumbani kwao Misri, huku Palestina, nchi ya ahadi, kwa sababu Mungu amekataa. Anataka kumtumia kwa mafundisho mengi mpaka alete zile mapigo 9 yote amwangukie, alafu baadaye atamwachia roho yake funguke, waambie waende, baada ya kupata ile pigo la mwisho la kifo cha watoto wa kwanza, wazao wa kwanza. Sasa kwa hiyo katika mtazamo wa Wayahudi, kila kitu kinaruhusiwa na Mungu, kila kitu, kwa sababu hakuna kitu kinatokea accidentally au nature. Hata kifo Mungu ameruhusu ufe, hata kugua ni ameruhusu ugue, lazima ugue. Na kwa hiyo kila kitu kinawekwa kwenye mtazamo huo. Kwa upande wa sasa kwenda kule jangwani, ni Mungu ameruhusu akajaribiwe, umeelewa? Na hiyo force, hiyo roho ya kujaribu ni yule perazon, manake ni yule nguvu ya shetani, diabolos, ndio ameruhusiwa aende kumjaribu. He cannot go there without the permission of his father. Maana Mungu ndiye anaruhusu kila kitu, hata kufa kwetu, hata kuzaliwa kwetu, hata kukua kwako, hata unyole hauanguki kichwani mwako bila yeye ruhusu. Sasa amesema hivyo, you cannot make your hair white or black without his permission. No, ni anaruhusu kila kitu. Kwa hiyo mtazamo huo ndio huo unaingia kwenye historia hii, kwamba baada ya kutoka kule Jordan na kubatizwa na roho wa shetani akaenda anampeleka kumjaribu. Hawezi kumshika yeye, maana wa Mungu anashijaribu, ni Mungu. Mungu anatumia hiyo picha ya nguvu ile ya kwenda kujaribiwa, atakumbana na matatizo huko. Ndio hii inaitwa diabolos, shetani. Na shetani yupo, sio kwamba ni tuna fabricate hapa, yupo, lakini hawezi kumfanyia chochote bila ya kuruhusiwa. Haiwezekani. Hata Injili ya Yohana tuambia, hata kumshika kule kumfunga ni ameruhusu. He allowed himself to be captured na ameruhusu. Na anawaambia wacheni hao waende zao. Na hakuna anayesema hapana wakamatwe, hakuna. Ukisema wewe utanguka chini saa ile. Kwa hiyo kila kitu ni command. Kwa hiyo ni permission. Neno hilo. Kwa hiyo yule shetani pale ndio ni shetani, lakini hawezi kufanya chochote bila ruhusa ya Baba wa mbinguni. Hakuna. Shetani hawezi kukushika wewe, ila Mungu anaweza kuruhusu upate msukosuko, uwe kielelezo au kwako wewe mwenyewe au kwa wengine. What we go through sometimes it is not for you only, sio kwa ajili yako wewe tu, isipokuwa hata kwa wenzako. You can be used as an example, an illustrative example. Unaweza kutumika. Kwa hiyo Mungu ukiona anakutumia sana na hata wengine, lakini sio ufanye uzembe useme Mungu ameruhusu. Hapana, maana yake ni lazima tukubali hayo kwamba Mungu ana nguvu na hakuna kitu chochote kilicho juu yake. Na kwa hiyo vyote vilivyo chini juu mbinguni viko chini yake, na hakuna kinachotendeka bila yeye kuruhusu.
Hiyo ni wazi. Na kwa hiyo Biblia inavyotufanya hivyo, yule shetani anasema ni shetani. Shetani anaruhusiwa kama alivyoruhusiwa aende kumjaribu Ayubu. Alisema yule shetani aliangalia kwa pembeni na kutupa macho yake, akasema wewe unasema una rafiki Ayubu. Ayubu angekuwa rafiki yako kama umsaidii na kumpa kila kitu. Wewe ruhusu tu niende katoe ile mang'ombe yake na watoto wake, uone jinsi atakavyokutukana. Na Mungu because of his confidence akasema nenda ukafanye, lakini usiguse roho yake. Hawezi kufanya kitu bila ruhusa. Na ndio shetani likapata ruhusa. So even the devil is not independent. He cannot do anything without the permission of God. Na ndio maana pale tunasali, Baba yetu, usituruhusu tuingie kishawishini, majaribuni. He is the one who allows us to be tempted. Nikizungumzia Luka, ni yeye anaruhusu tujaribiwe. Kwa kweli ile sala usituingize majaribuni, maana yake usiruhusu tuingizwe kwenye majaribu. He is the one who permits everything. Hakuna kinachotendeka bila ruhusa yake. Ndio hilo. Basi tuachie hapa. Muda umekwenda, hata sijui imekwaje tena. Asanteni sana kwa kuja na kuwa pamoja kutafakari neno la Mungu. Na Mungu awabariki sana. Atukuzwe Baba.